fanyika kinyume cha katiba, lakini Wakenya wanaonekana kuwa na matumaini kwamba katiba hii miaka 16 tumeweza kupiga hatua mbele. Lakini kwa sasa tunaelekea kaunti ya Nyeri ambapo mwenzangu Clement Masombo anaendelea kuzungumza na wakazi na kuchukua maoni zaidi. Kwako Clement. Naam, shukrani sana mwenzangu Ken Gashuhi kutoka jiji la Nakuru. Tumesikia maoni ya wakazi wa Nakuru na sawa tuna hapa Nyeri. Tarehe kama hii miaka 16 iliyopita tunazungumza kuhusu mwaka 2010. Kenya ilipata katiba ambayo tunaitumia kwa sasa baada ya msukumo kutoka kwa wadau mbalimbali, na walikuwa na wengi walihisi kwamba ulikuwa mwamko mpya kwa taifa, wakiwa na matumaini kwamba mambo mengi tu yangebadilika. Ila miaka 16 baadaye tunataka tuzungumze, tupate maoni yao, tusikie wanahisije kutokana na ile ruwaza ambayo ilikuwa, yale mafikio ambao wengi walikuwa wanatarajia, utekelezaji wake na vile vile ukiukaji ambao tumekuwa tukishuhudia. Moja kwa moja nianze na wewe, utueleze jina lako, nani, na maoni yako kuhusu hii katiba ambayo tunatumia sasa miaka 16 iliyopita ni gani? Mimi naitwa Mbao, mimi ni mfanyi biashara Nyeri. Hii maoni yangu kuhusu katiba tunaona tumeenda kinyume ya sheria. Kwa maana ile kitu naweza jivunia hapa kwenye hii katiba ni mauaji, hijacking, na uongo mingi kwa wakumbwa wetu. Ni sehemu gani ambayo unaona kwamba pengine katiba imekiukwa na wale viongozi ama idara ambazo zinastahili kusaidia katika utekelezaji wake? Katiba alifuja kwa maana sheria haufuati sheria. Ukiangalia kama kitu kama vile walisema kama kitu kama security, hakuna security kwa maana hakuna mtu tumewahi kushuhudia ako kotini. Kwa hivyo kitengele pande moja ya sheria imefujika kwa maana hatujaona mtu kotini. Labda mapendekezo yako ni gani, na una matumaini kwamba huenda miaka 2 ama 5 ama miaka 10 ijayo pengine mambo yatakuwa sawa? Haitakuwa sawa. Kenya haiwezi kuwa sawa. Labda tuchague watu sio wana siasa. Mtu anajua vile anafanya kazi yake. Lakini siku hizi katiba inatumika kwenye siasa. Siasa ndio iko juu kuliko katiba. Haya, shukrani. Tusikie kutoka kwa mwenzako hapo, tueleze jina, nani, na ni kipi ambacho unajivunia kwa hii katiba miaka 16 baadaye? Asante, naitwa Madhenge, mwanabiashara hapa Nyeri. Mimi katiba naona iko sawa. Juu katiba venye iko tukisoma na tukielewa, mimi venye naielewa, katiba mwananchi iko na faida kwa mwananchi wa kawaida. Lakini katiba ile makosa iko na katiba ina makosa, ile makosa iko ni ati wenye siasa wa rais na watu wake wote au viongozi wataki kuzingatia katiba. Katiba yenyewe hata wamekuja kutuambia katiba watabadilisha. Juu hii katiba inawafunga mikono, inafunga miguu, na iko na faida kwa Wakenya wa kawaida. So tungeomba rais wetu, hii katiba juu iko mujaribu kuifuata, ifuatiliwe na itakuwa kwa maana, itakuwa ya maana kwa wananchi. Lakini saa hii venye wanaipeleka hivi, unaona katiba imewambia usipite hapa na wanapita. Juu wanasema na kulingana na katiba no one is above the law. So hata rais mwenyewe tunamuomba kwa unyenyekevu hata azingatie katiba. Ile kitu yote inastahili kufanywa asipite mipaka ya katiba. Na ikifuatilia hivyo wananchi wote watakuwa sawa. Na ile shida iko ni ati imewakata miguu, wanataka kuleta ingine. Na hiyo ingine kulingana na sheria, hasi katiba iwezi letwa na rais. Katiba ni sisi tutaileta, tuone mahali, na sisi wananchi tumetosheka na ile katiba iko na tunajivunia. Bora tu wazingatie na wasiende nje ya mipaka ya katiba. Kwa hivyo kumaanisha kwamba wewe hujaridhishwa na ule utekelezwaji ambao umeona kwa sasa? Mimi sijaridhika. Juu saa hii tunaona kitu rais anastahili asipite, asifanye, anafanya na kifua. Mbunge anakuja na kuonyesha katiba inasema hivi, anafanya vice versa. So mimi sijaridhika hata kidogo venye wanaipeleka. Lakini katiba yenye iko wajiko wanaivota sawa, tuko straight. Sisi hakuna mahali tunaenda out of katiba.
lakini viongozi ni wanatoka nje ya katiba. Naam, shukrani. Tuzungumze na wewe alafu tumalize na yule. Utueleze, mwenzako pale anasema kwamba katiba iko sawa ila yeye hajaridhishwa na ule utekelezwaji wake. Pengine unahisi vipi? Kwa majina mimi naitwa Washira, mimi mfanya biashara hapa Nyeri. Kusema ukweli katiba iko sawa kabisa. Lakini ukiangalia hawa watu wako juu, especially members of parliament. Unasikia mtu anaitwa kotini haendi. Opposition wanaitwa wanashikwa na polisi. Hii katiba kama ingeangaliwa vizuri kabisa na watu watie katiba, waitie kabisa katiba. Polisi kwanza, hao ndio wanafuja hii katiba. Lakini katiba ni mzuri, lakini nikiangalia sana vile naweza describe the constitution of Kenya, imewekewa tu mwananchi wa kawaida, lakini wale watu wako juu hakuna mtu anataka kufuata katiba. Kenya ingefuata hii katiba vizuri, Kenya ingekuwa Singapore saa hii vile wanatuambia, lakini sio. Katiba ni ya ukola, watu wanatumia hiyo katiba, wanaibia watu pesa, everything. Lakini kama si mimi na wewe na kila mtu angeangalia katiba, afuate katiba hii Kenya tungekuwa bari sana. Hii katiba yule mtu alikuwa ameitengeneza, lakini wakuitia wakuifuata ni nani? Hakuna. Naam, shukrani. Tumaliza na wewe ndugu, tueleze unaitwa nani na unahisije kuhusu katiba ya sasa miaka 16 baadaye? Kwa majina mimi naitwa Samuel Kagenyo na mimi ni mkaaji wa hapa Nyeri. Sasa kwa hii katiba, mimi naona katiba hatujaisoma sana. Kwanza hata wakubwa wenye wanatuongoza naye ni kama hawaelewi. Kwa sababu ukiangalia unakuta watu wanafanya mauaji, wanafanya kugeuza hiyo katiba. Ndio hata tuliona juzi wakisema ati wakati wa uchaguzi ulikuwa mwezi huu wa pili. Na nikashindwa, kwani hawa watu hawajasoma ndio wanatuongoza na hii katiba ndio wanaigeuza? Tuko na shida kwa nini? Hawa watu hawajasoma hii katiba. Na ndio unaona sasa tuseme na ni ubaya, wakati president alikuwa anaingia kwa kiti tulikuwa tunampenda sana, lakini wakati alikalia pale akashindwa nini anaendelea. Na sasa ndio unaona ni kama watu wanataka kukatalia kiti. Ukiona kama wewe unashindwa na hesabu, ondokea mwingine tuone kama anaweza. Kwa sababu tunaona watu wengi hapa, tunaona watu wengi wetu wamesoma, hakuna job. Sasa angalia uone katiba wameigeuza. Asante. Naam, shukrani sana. Bila shaka hayo ni maoni kutoka kwa baadhi ya wakazi wa hapa kaunti hii ya Nyeri. Wengi wanasema kwamba katiba yenyewe iko sawa ila tatizo kubwa liko kwenye wale ambao wanafaa kuitekeleza. Utekelezaji wake ndio ambao umekuwa ni kama changamoto na lawama kubwa sasa inarudia wale wanasiasa na wasimamizi wa idara mbalimbali za serikali. Milia Masombo, asante sana. Kauli za Wakenya